Tukio lilipoanza nilikuwa nimetoka kidogo tu, nilienda kwa jirani kusaga karanga. Nikawacha wanangu wamekaa wawili hapa nyumbani. Baada ya kufika kwa jirani, akanikuta mwingine mmoja anakimbia analia, "Mama, mama, kuna fisi nyumbani." Nikamwambia, "Fisi wametoka wapi?" "Kuna fisi mama." Nikageuka nikarudi nyumbani, nikamuuliza, "Na mwingine yuko wapi mwenzio?" "Amekimbizwa na fisi." Nikarudi sasa kwa majirani. Nikawaambia, wakanisaidia majirani wema, walipiga kelele, watu walikuja hapa wengi kabisa. Wakanisaidia kumtafuta mwanangu. Tulipotoka kidogo tu tukakuta fisi wanaamla, wamembakiza mguu mmoja, mkono mmoja, vichwa wamevila, macho, kila kitu, yani amebakia fuvu tu ambalo halina nywele. Viongozi wa serikali walikuja hapa tu kuongelea masuala mengine tu ya hapa nyumbani. Kuja yule mwenyekiti tu wa kijiji. Kwa majina naitwa Shabani Omari. Mlipataje taarifa za tukio la mama hapa? Tulipata taarifa ilikuwa mida ya saa 1 kwamba kuna mtoto ameliwa fisi, tukaja kumuokoa yule mtoto. Tulipomuokoa pale, tukamhifadhi. Kama mimi ni jirani wa hii familia. Operesheni ambayo tulioanza sasa hivi kuwatafuta wanyama, walikuja maliasili kutoka wilayani. Wamekuja wamefanya operation ya kwanza wakakosa. Operation ya pili tukashirikisha na kikundi ambacho kinaitwa Wahuria. Wahuria ambao wamekuja kwenye kata hii ya Bunambiu kutoka kata ya Nyamainza wilayani Mwanza, mkoani Mwanza. Wamekuja jana wamekamata fisi 4 ambao ndo wamewachukua maliasili wameondoka nao saa 2 usiku. Hata leo ndo tunaendelea na operation ya kuwasaka hao fisi, kwa maana fisi hao wamekuwa wengi sana, wamekuwa hatarishi. Kwa maana hata ukiwa unatembea peke yako njiani, ukiona fisi huwa wapishi njia, unakumbana nao. Ndo kama sisi serikali ndo tumechukua tahadhari, wananchi tunawaambia kwamba wawe wanatembea makundi. Hata na watoto kuwaacha ovyo ovyo, wasio wanaacha watoto ovyo ovyo. Hata kuwatuma kwamba fulani nenda kachume mboga, tumeshawakataza. Wao wanaenda watu wazima. Hili tukio limefika mezani kwangu. Taarifa zilizofika mezani kwangu ni kwamba majira ya saa 2 za usiku katika kijiji cha Bunambiu, tarafa ya Mondo, wilaya Kishapu na mkoa wa Shinyanga. Taarifa ililetwa na afisa mtendaji wa kijiji ambaye anaitwa Allen Diamond Aganda, kwamba alibaini mtoto aitwaye Masa mwenye miaka 3, Msukuma wa Bunambiu, akiwa amefariki baada ya kung'atwa na mnyamapori. Mwili wa marehemu kwa mujibu wa wapelelezi wetu, baada ya kwenda ulikutwa kwenye shamba la mahindi umbali wa mita 300 kutoka nyumbani kwao, ukiwa umelala kifudifudi, ukiwa na majeraha makubwa kichwani, utumbo ukiwa umetoka nje, huku miguu na mikono vikiwa vimevunjika.